Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wasalimu katika jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya watu wa Mungu. Hongereni kwa kufika hemani mwa Bwana siku hii ya leo. Ni kwa neema tu na wala sio kwa fahamu zetu wala sio kwa fikra zetu. Haleluya watu wa Mungu. Hebu tumshangilie Mungu kwa wale ambao wamepata kibali cha kufika hemani mwa Bwana siku hii ya leo. Haleluya watu wa Mungu. Basi mbele yenu ni mhudumu wa mahali hapa, ni Seta Michael Asenga. Ninamshukuru Mungu kwa kibali alichonipa tena siku ya leo kuwa hemani mwa Bwana. Haleluya watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tunawakaribisha wale ambao wanafuatilia kipindi chetu cha Gideon Online TV. Mtu wa Mungu unayefuatilia kipindi cha Online TV Gideon, tunakukaribisha sana katika kipindi chetu cha neno siku hii ya leo. Karibu sana mtu wa Mungu ambao uko pamoja nasi, umeanza nasi. Kipindi cha Gideon Online TV kina mambo mengi, ni wewe tu mtu wa Mungu. Basi watu wa Mungu, tufunge macho yetu, tuinamishe vichwa vyetu, tumshukuru Mungu kwa ajili ya neno. Baba yangu na Mungu wangu mfalme wa amani, Mungu mwenye rehema, nguvu, uweza na mamlaka, naliinua jina lako na kulibariki nikisema ni asante hata kwa ajili ya sana majira haya Bwana ambao umetupa tena kibali cha kuwa hemani mwako Baba. Asante Yesu hata kwa ajili ya kibali ulichonipa cha kusimama mahali hapa siku ya leo Bwana. Asante mfalme wa amani hata kwa ajili ya watoto wako hawa ambao umewapa kibali cha kuwa hemani mwako Baba. Tazama ni kwa neema yako na huruma zako Mungu mfalme wa amani. Na mimi naachilia damu yako Mungu mfalme wa amani ikatamalaki mahali hapa Baba, ikatamalaki juu ya kila mmoja aliyofika mahali hapa. Damu yako ile inenayo mema Baba, ikanene mema juu ya ibada ya siku ya leo. Ienende kinyume na yule adui shetani, ikaribu kila roho, kila ina mamlaka ambayo imetumwa kinyume na wewe mfalme wa amani juu ya ibada ya siku ya leo. Tunazinyamazisha kila roho, kila falme kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu Kristo. Baba, tazama ninaalika Roho Mtakatifu atamalaki juu ya kila mmoja aliyofika mahali hapa Bwana. Aliyofika mahali hapa kwa ajili ya kulisikiliza neno lako. Aliyofika mahali hapa kwa ajili ya kunywa na kula. Baba, tunakualika Roho Mtakatifu tamalaki mioyo ya kila mmoja aliyofika mahali hapa Bwana. Ili neno hili naenda kuliachilia mchana huu leo Baba, likapate kwenda kupata kibali kila mmoja wapo aliyofika mahali hapa. Na mimi mtumwa wako najikabidhi mikononi mwako mfalme wa amani, najiweka wakfu Baba. Tazama kwa akili zangu siwezi. Naomba Roho Mtakatifu kanitumie kwa kadri uwezavyo mfalme wa amani. Kamata fahamu zangu, fikra zangu, mawazo yangu, kinywa changu, ulimi wangu. Sina chochote cha kusema na watoto hawa mfalme wa amani. Ukaseme wewe Roho Mtakatifu. Ni katika jina lako Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini. Na wote tuseme amen. Bwana Yesu asifiwe sana watu wa Mungu. Basi neno letu siku ya leo, kichwa cha habari kinasema ya kwamba tubu ili upate kibali katika maisha yako. Haleluya watu wa Mungu. Tubu ili upate kibali katika maisha yako. Tunaambiwa tutubu ili tuweze kupata kibali katika maisha yetu. Tusipotubu watu wa Mungu hatutapata kibali. Yamkini ni juu ya biashara, yamkini ni juu ya ndoa, ni juu ya elimu ya watoto wako. Haleluya watu wa Mungu. Tukitubu hakika tutapata kibali juu ya maisha yetu. Tukitubu hakika tutamuona Mungu. Wengine tunatembea na asili ya wazazi wetu. Tunatembea na uovu uliofanywa na wazazi wetu. Lakini siku ya leo mtu wa Mungu uliofika mahali hapa, ukanyenyekea, ukatubu kweli kweli mbele za Mungu, hakika utapata kibali na hakika utamuona Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Basi tufungue katika kitabu chetu Warumi 6. Warumi 6 mstari wa 12 hadi 23. Nami nasoma kwa msaada wa Bwana. Basi dhambi isitawale ndani ya miili yenu, ipatikanayo na mauti, hata mkazitii tamaa zake, wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu
kuwa silaha za dhuluma kwa dhambi, bali jitoeni wenyewe kwa Mungu kama walio hai baada ya kufa, na viungo vyenu kwa Mungu kuwa silaha za haki. Kwa maana dhambi haitawatawala nyinyi, kwa sababu hamui chini ya sheria bali chini ya neema. Ni nini basi tufanye dhambi kwa sababu hatui chini ya sheria bali chini ya neema? Hasha! Hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mmejitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii, kwamba ni utumishi wa dhambi uletao mauti, au kwamba ni utumishi uletao haki. Lakini Mungu na ashukuriwe, kwa maana mlikuwa watumwa wa dhambi, lakini mlitii kwa mioyo yenu ile namna ya elimu ambayo mliwekwa chini yake, na mlipokwisha kuwekwa huru mbali na dhambi, mkawa watumwa wa haki. Nasema kwa jinsi ya kibinadamu, kwa sababu ya udhaifu wa miili yenu. Kwa kuwa kama mlivyovitoa viungo vyenu vitumike na uchafu na uasi, mpate kuasi, vivyo hivyo sasa vitoeni viungo vyenu vitumiwe na haki, mpate kutakaswa. Kwa maana mlipokuwa watumwa wa dhambi, mlikuwa huru mbali na haki. Ni faida gani basi mlioipata siku zile kwa mambo hayo mnayoyataharakia sasa? Kwa maana mwisho wa mambo hayo ni mauti. Lakini sasa mkiisha kuwekwa huru na kuwa mbali na dhambi na kufanywa watumwa wa Mungu, mnayo faida yenu, ndiyo kutakaswa, na mwisho wake ni uzima wa milele. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Yesu Kristo Bwana. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya kanisa. Tumeambiwa tutubu ili tupate kibali katika maisha yetu. Tumeambiwa tutubu ili tupate kibali juu ya watoto wetu au juu ya karama tulizo nazo. Neno la Mungu linatuambia ya kwamba basi dhambi isitawale ndani ya miili yenu ipatikanayo na mauti, hata mkazitii tamaa zake. Haleluya watu wa Mungu. Tusiruhusu dhambi itawale juu ya maisha yetu. Tusiruhusu dhambi itawale juu ya watoto wetu. Tusiruhusu dhambi itawale juu ya nyumba zetu. Tutubu ili tukafanikiwe. Haleluya kanisa. Tumefanya mengi yasiyompendeza Mungu. Wengine tumezaliwa tukakuta wazazi wetu wanaenda kwa waganga. Wengine tumezaliwa tukakuta wazazi wetu wanatambika, wanaabudu kwenye masale, wanaabudu kwenye makaburi, na sisi tukatembea na ile asili ya wazazi wetu. Lakini leo mtu wa Mungu uliofika mahali hapa, umeambiwa utubu ili uweze kufanikiwa katika maisha yako. Umeacha vyote ukaamua kumfuata Kristo. Umeacha vyote ukaamua kwenda kwa Yesu. Haleluya watu wa Mungu. Ni kwamba ile asili ya wazazi wako ni lazima ikufuatilie. Ulikuwa unaenda kwa waganga, ulikuwa unatambika, ulikuwa wewe ni mlevi, ulikuwa wewe ni mzinzi, lakini umeacha vyote ukaamua kumfuata Yesu Kristo baada ya kujua ya kwamba Yesu Kristo ndio Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Je, tunafanikiwaje katika maisha? Mtu wa Mungu, ulienda kwa mganga, unatakiwa utubu. Unyenyekee mbele za kiti cha rehema. Umwambie Mungu, nimekosa. Nimeenda kwa mganga. Nilikuwa ni mlevi sana. Nilikuwa ni mvuta bangi sana. Nilikuwa ni mzinzi sana. Lakini leo hii Mungu, nimekuja mbele zako. Ninatubu, ninanyenyekea kwako. Hakika Mungu atakusamehe mtu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Hatutarudi kama tulivyokuja. Tumeambiwa tutubu ili tuweze kufanikiwa au kupata kibali juu ya maisha yetu. Mstari wa 13 anatuambia ya kwamba wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu kuwa silaha za dhuluma kwa dhambi, bali jitoeni wenyewe kwa Mungu kama walio hai baada ya kufa, na viungo vyenu kwa Mungu kuwa silaha za haki. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya kanisa.
tusitoe viungo vyetu kuwa dhuluma kwa watu wengine. Maneno ya vinywa vyetu yawe ni baraka kwa watu wengine. Matendo yetu yawe ni baraka kwa watu wengine. Haleluya, watu wa Mungu. Tumeambiwa tutubu. Yamkini ulienenda kinyume, ukamsema mwenzako vibaya kwa kutumia maneno ya kinywa chako. Yamkini ukamuua kiroho. Haleluya, watu wa Mungu. Yamkini ukamrudisha nyuma kiutumishi, kielimu, kindoa. Umeambiwa siku ya leo tubu, ili ukapata kwenda kupata kibali juu ya maisha yako. Mtu wa Mungu, hutapata kibali juu ya maisha yako kama hutatubu. Ukamwambia Mungu akusamee kwa yale ambayo umeyakosa. Tumewatenda watoto wa wenzetu vibaya. Tumetenda ndoa za wenzetu vibaya. Yamkini umetaka ndoa ya mwenzako iharibike. Haleluya, watu wa Mungu. Leo hii umeambiwa tubu. Unavotubu wewe, ndivyo utakavyoponya ile ndoa ya mtu ambao umeiharibu. Utakavotubu leo, ndivyo utakavyoponya wale watoto wa watu ambao umewaharibu. Tumeambiwa tutubu, watu wa Mungu. Tumepata neema ya kuja mlima Moria. Tumepata kibali cha kufika mahali hapa. Hebu tumnganganie huyu Mungu aloko mahali hapa. Hebu tumnganganie mtu wa Mungu. Ukiambiwa tubu, tubu kama hutatubu tena. Haleluya, kanisa. Ili tukapate kuondoka na uponyaji mahali hapa. Maana tumetenda mengi yasiyompendeza Mungu. Tumefanya mengi yasiyompendeza Mungu. Yamkini ni kwa ndugu zako, yamkini ni kwa watoto wako, yamkini ni kwa mume wako, yamkini ni kwenye biashara yako. Ndio maana biashara yako haisongi mbele. Ndio maana ndoa yako haisongi mbele. Yamkini watoto wako uliwapata kwa njia ya uganga, watu wa Mungu. Yamkini ulihangaika muda mrefu bila kupata mtoto. Ukasema ya sasa ngoja niende kwa mganga ili niweze kupata mtoto. Mtu wa Mungu, nikuambia uliofika mahali hapa, kama hutatubu, hakika yule mtoto hata kuwa mtoto wa kawaida. Yamkini anaweza kawa mvuta bangi, yamkini anaweza kawa mlevi, anaweza kawa kahaba. Lakini haijalishi, mtu wa Mungu uliofika mahali hapa, ukatubu kweli kweli, ukamwambia Mungu nisamehe. Nilienda kwa akili zangu, nilitumia fahamu zangu na akili zangu kwenda kwa mganga ili nipate mtoto. Lakini Yesu, leo nimekujua. Ukaingia magotini ukamlilia Mungu. Hakika watoto wako watakuwa waaminifu, watu wa Mungu. Haleluya, kanisa. Watoto wako hawatakuwa makahaba. Watoto wako hawatakuwa walevi wala wavuta bangi. Ni nini? Ni umetubu. Ukamwambia Mungu, nimeacha vyote hivyo. Nilikuwa naenda kwa mganga Mungu kwa akili zangu, kwa fahamu zangu. Lakini leo Mungu, nimekujua wewe. Nimerudi hemani mwako. Nimerudi kwako Yesu. Ninatubu ili watoto wangu wakapate kwenda kuwa ni wa kwako. Hakika Mungu hata kuacha, mtu wa Mungu. Haleluya, kanisa. Mstari wa 14 anakuambia, kwa maana dhambi haitawala nyinyi, kwa sababu hamwi chini ya sheria bali chini ya neema. Haleluya, kanisa. Dhambi haitatula sisi, kwa sababu hatuko tena chini ya sheria ya wachawi. Hatuko tena chini ya sheria ya mizimu. Hatuko tena chini ya sheria ya waganga. Tuko chini ya neema ya Kristo peke yake. Tukiwa chini ya neema ya Kristo, hakika tutapona. Lakini kumbuka, mtu wa Mungu, kwa waganga yako mambo mengi. Ukitafuta biashara yako kwa kupitia kwa waganga, hutafanikiwa, matokeo yake itakufa. Ukitafuta ndoa kwa kupitia waganga, haitadumu, itakufa, watu wa Mungu. Lakini ukitafuta biashara yako kwa kupitia Yesu Kristo, hakika biashara yako itadumu. Ukitafuta ndoa yako kwa kupitia Yesu Kristo, hakika ndoa yako itadumu. Haleluya, watu wa Mungu. Haitakufa bali itasonga mbele. Kwa hiyo tuendelee kunyenyekea mbele za Mungu ili Mungu akaendelee kutupigania na kututetea. Mstari wa 15 anasema ya kwamba, ni nini basi tufanye dhambi kwa sababu hatui chini ya sheria bali chini ya neema? Hasha! Hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii, kwamba ni utumishi wa dhambi uletao mauti, au kwamba ni utumishi wa utii uletao haki?
Haleluya watu wa Mungu. Haleluya kanisa. Anakuambia hatutaki kuwa chini ya watumwa wa shetani. Ukiwa chini ya mtumwa wa shetani, ukiwa chini ya mganga, ukiwa chini ya mizimu, ni lazima mauti juu ya familia yako. Mtu wa Mungu uliofika mahali hapa. Ni wengi ambao tunawaona wanakuja mahali hapa, wametambika sana, wengine wamemaliza mbuzi zao, wengine wamaliza kuku kupeleka kwa waganga, lakini hali zao zimekuwa mbaya. Mtu wa Mungu ni kusihi, ukifika mahali hapa, umeamua kuchuchumilia kwa Yesu, umeamua kumfuata Yesu au mwokozi wa maisha yako, embo acha yale makando kando uliokuwa unayafanya. Acha kwenda kwa waganga watu wa Mungu. Acha kutambika. Acha kwenda kuabudu kwenye masale. Acha kwenda kuabudu kwenye makaburi. Uamini ya kwamba Mungu anaweza. Kwa sababu umefanya mengi lakini hukuona matunda. Lakini kwa Yesu kuna matunda watu wa Mungu. Kwa Yesu siku zote kuna uponyaji. Kwa Yesu siku zote kuna raha. Kwa Yesu siku zote kuna faraja. Kwa Yesu siku zote kuna amani. Amani inapatikana kwa Yesu peke yake watu wa Mungu. Amani haipatikani kwa mganga wala kwa mchawi wala kwa Freemason. Wanaosema amani inapatikana kwa mganga au kwenye kutambika, mnajidanganya wateule wa Mungu. Embu tutubu. Tutubu kweli kweli. Tuamini ya kwamba Yesu anaweza. Tunaona matendo makuu Mungu anayoyafanya mahali hapa. Tunaona watu wanakuja, wengine vipofu, wengine viwete, wengine hawaoni, wengine hawapati watoto, lakini Mungu anawapa watoto kwa kupitia madhabahu. Mungu anawapa utajiri kwa kupitia madhabahu. Tumeona wengi wamekuja wana madeni. Haleluya kanisa. Tumeona wengi wamekuja wakiwa na magonjwa mbalimbali, lakini tunamuona Yesu wa mahali hapa akiwaponya. Ni wewe tu mtu wa Mungu kutubu na kupandisha kiwango chako cha imani. Hakika utamuona Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Anatuambia ya kwamba mstari wa 17, lakini Mungu na ashukuriwe kwa maana mlikuwa watu wa dhambi, lakini mlitii kwa mioyo yenu ile namna ya elimu ambayo mliwekwa chini yake, na mlipokwisha kuwekwa huru mbali na dhambi, mkawa watumwa wa haki. Haleluya watu wa Mungu. Tulikuwa tumeoza. Tulikuwa hatufai. Wengine walikuwa ni makahaba. Wengine walikuwa ni wasinzi. Wengine walikuwa ni wavuta bangi. Lakini kwa neema ya madhabahu ya Mlima Moria, tumewekwa mbali na dhambi. Haleluya watu wa Mungu. Yesu ametuponya. Yesu ametuweka kwenye viwango vya juu. Tulizaliwa katika asili ya wazazi ambao hawamjui Mungu, wanamjua mganga. Hawamjui Mungu, wanajua kwenda kutambika kwenye masale. Lakini mtu wa Mungu uliofika mahali hapa, ukapata kibali cha kumjua Mungu, embu simama kwa uaminifu. Embu simama kwa uaminifu. Ujitenge na dhambi ya asili ya wazazi wako. Ujitenge na asili ya ukoo wako. Mtu wa Mungu, unajua ukoo wako umemwaga damu kiasi gani? Unajua ukoo wako umeua watu wangapi? Kila mtu aliofika mahali hapa anajua historia ya nyumbani kwake. Haleluya watu wa Mungu. Ni wewe unajua unatubuje. Ni wewe unajua utaombaje toba na rehema ili ukajitenge na ile asili ya wazazi. Ni wewe mwenyewe utakayejua unaombaje toba na rehema ili utoke katika asili ya uganga. Yamkini nyumbani kwenu unatakiwa mganga au mchawi. Haleluya watu wa Mungu. Wamesha saini ya kwamba wewe ni mganga, hutakuwa mtumishi wa Mungu. Lakini ni kuhakikishia mtu wa Mungu uliofika mahali hapa, ukitubu kwa ukweli, ukinyenyekea kwa ukweli mbele ya madhabahu hii, hakika hutakuwa mchawi wala mganga. Utakuwa mtumishi wa Mungu tena mkubwa. Haleluya watu wa Mungu. Hebu tumshangilie Mungu kwa vigelegele na makofi. Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Tumezaliwa katika asili, katika vizazi ambavyo vimefanya mambo mengi ambayo ni machafu, yasiyompendeza Mungu. Je, unatokaje kwenye hiyo asili ya wazazi? Je, unatokaje kwenye hiyo asili ya ukoo wako bila kutubu na kunyenyekea mbele za Mungu? Haleluya watu wa Mungu. Mstari wa 20 unasema ya kwamba kwa maana mlipokuwa watumwa wa dhambi mlikuwa huru
mlikuwa huru mbali na haki. Ni faida gani basi mlioipata siku zile kwa mambo hayo mnayoyatahayarakia sasa? Kwa maana mwisho wa mambo hayo ni mauti. Haleluya watu wa Mungu. Mwisho wa mambo yote tunayoyafanya, mwisho wa yote haya ya kwenda kwa waganga, mwisho wa yote haya ya kutambika ni mauti, mtu wa Mungu. Mtu wa Mungu uliofika mahali hapa, iko neema ya ajabu ya Mungu. Mungu wetu ni Mungu anayerehemu. Mungu wetu ni Mungu anayesamehe. Mungu wetu sio Mungu wa kisasi. Haijalishi umeua mtu wa Mungu, hakuna dhambi ndogo wala kubwa mbele za Mungu. Haijalishi umefanya nini, haijalishi umetenda makosa makubwa kiasi gani. Wako wanaowatoa watoto wao kafara wenyewe, wako wanaowatoa wake zao kafara wenyewe, wako wanaowatoa ndugu zao kafara kwa ajili ya mali. Lakini leo mtu wa Mungu, kumbuka hicho unachokifanya hakina faida juu yako. Mwisho wa yote lazima mali zako zote ziishe. Mwisho wa yote ni lazima mauti. Hata iweje, ukifa hutakufa na zile mali, mtu wa Mungu. Utakufa mwenyewe na utaziacha mali zitatapakaa na zitapotea zote. Lakini kwa sababu uliofika mahali hapa, haijalishi umefanya wewe, haijalishi wamefanya watoto wako, haijalishi amefanya mume wako, haijalishi amefanya ndugu zako, embu tubu. Mwambie Mungu, samehe. Nilimtoa mtoto wangu kafara kwa ajili ya mali. Nilimtoa mke wangu kafara kwa ajili ya mali. Lakini leo Yesu, nimekuja mbele zako, ninatubu. Ninaomba unisamehe. Haleluya watu wa Mungu. Ni lazima Mungu atakusamehe. Yaani Mungu wetu ni wa rehema, anasamehe sivyo kawaida. Je, unatubuje? Unatubu kwa kumpapasa Mungu? Au unatubu kutoka kwenye kilindi cha moyo wako? Je, unamlilia Mungu kweli kweli? Je, unamwambia Mungu kweli kweli, ninatubu, sintarudia tena? Mtu wa Mungu, sio utubu alafu ukarudie tena kutambika. Sio utubu ukarudi tena kuzini. Haleluya watu wa Mungu. Sio utubu ukarudi tena kuvunja ndoa ya mtu. Hapana. Ukitubu, tubu kweli kweli na uache kweli kweli, ili Mungu akanyooshe njia zako, ili Mungu akanyooshe biashara zako, ili Mungu akanyooshe maisha ya watoto wako. Haleluya watu wa Mungu. Tutubu na tuache kweli. Mstari wa 22 anatuambia, lakini sasa mkiisha kuwekwa huru, kuwa mbali na dhambi na kufanywa watumwa wa Mungu, mnayo faida yenu, ndiyo kutakaswa, na mwisho wake ni uzima wa milele. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Yesu Kristo Bwana wetu. Haleluya watu wa Mungu. Tukitubu kwa uaminifu, tukitubu kweli kweli, ndipo pale Mungu atakavyotuinua kwa viwango vya juu. Tukitubu kweli kweli, ndipo pale Mungu atakapokwenda kuinua biashara yako. Tukitubu kweli kweli, ndipo pale Mungu atakapokwenda kuinua watoto wako kielimu. Haijalishi ni ndoa. Haleluya watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tusome tena katika kitabu cha Waefeso 4:22. 4 mstari wa 22 hadi 24. Nami namsoma kwa msaada wa Bwana. Mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza, utu wa zamani ulioharibiwa kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya. Haleluya watu wa Mungu. Tuvue mwenendo wa utu wa zamani ulioharibiwa. Utu wa zamani ulioharibiwa na wazazi wetu. Utu wa zamani ulioharibiwa na ukoo. Utu wa zamani ulioharibiwa na kile kizazi cha kwanza. Tumeambiwa tuvae utu wa asili ili tukapate kwenda kufanikiwa. Haleluya watu wa Mungu. Hatutafanikiwa kama hatutaweza kuvua ule utu wa zamani wa wazazi wetu, utu wa zamani wa ukoo wetu, utu wa zamani wa kizazi cha kwanza mpaka cha 4 cha baba yako na mama yako. Haleluya watu wa Mungu. Tumeambiwa tukiuvua huo utu sasa, ndivyo tutakavyoenda kubarikiwa. Haleluya watu wa Mungu.
tunatakiwa tuuvue utu wa zamani ili Mungu akapate kwenda kutubariki, ili tukapate kwenda kubarikiwa katika biashara zetu. Basi mtu wa Mungu, tukafungue tena kitabu chetu cha Mwanzo 4. Kitabu cha Mwanzo 4 mstari wa 7. Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Tufungue kitabu cha Mwanzo 4 mstari wa 7 na mimi nasoma kwa jina la Yesu. Kama umetenda vema, hutapata kibali. Usipotenda vema, dhambi yako inakuotea mlangoni, nao inakutumaini wewe, walakini yapasa uishinde. Haleluya watu wa Mungu. Tusipotenda mema, dhambi inatuotea mlangoni. Tusipotenda mema, dhambi inaotea watoto wetu. Mauti itakuwa juu ya watoto wetu. Mauti itakuwa juu ya biashara zetu. Mauti itakuwa juu ya utumishi wetu. Lakini tukitenda mema, tutakula mema ya nchi. Haleluya watu wa Mungu. Siku hii ya leo tumeambiwa tutubu ili tufanikiwe katika maisha yetu, na tutende mema ili dhambi isiye katuotea juu ya maisha yetu, na tutende mema ili dhambi isiye kaotea watoto wetu. Haleluya watu wa Mungu. Tutende mema ili mauti itoke kwenye maboma yetu. Tutende mema ili mauti itoke juu ya watoto wetu na hata juu ya biashara zetu. Haleluya watu wa Mungu. Jioni hii ya leo, siku hii ya leo, tunyenyekee chini ya mkono wa Mungu leo dari. Tutubu kweli kweli watu wa Mungu. Umeambiwa ingia magotini, shuka magotini, tubu kama hutatubu tena. Ukitaka kuondoka mahali hapa na uzima mtu wa Mungu, tubu kama hutatubu tena ili ukamuone Mungu siku hii ya leo. Haleluya watoto wa Mungu. Basi mtu wa Mungu, neno letu limeishia hapo. Tufunge macho yetu tukamshukuru Mungu kwa ajili ya neno. Baba yangu na Mungu wangu, mfalme wa amani, Mungu mwenye rehema, nguvu na mamlaka, naliinua jina lako na kulibariki nikisema ni asante Yesu, hata kwa ajili ya sana ya majira haya Bwana, ambao umetupa kula na kunywa katika hema yako Bwana. Tazama Mungu, watoto wako wamefungua masikio yao ya rohoni Baba, wamelisikiza neno lako mfalme wa amani. Umesema watubu Baba ili wakapata kwenda kufanikiwa katika maisha yao. Watubu Baba ili wakapata kwenda kufanikiwa katika biashara zao Mungu mfalme wa amani. Ninaamini kila aliyelisikiliza neno hili Mungu mfalme wa amani, hata liacha likapotea, bali likawa mbegu iliyotukuka juu ya maisha yao Bwana. Hata atakapoondoka mahali hapa Bwana, akaondoke na uzima upya Bwana. Tazama Baba, hata wale ambao wanaangalia katika media Mungu, katika kipindi cha TV Gideon Online Bwana. Baba, ninaamini wamebarikiwa na neno hili mfalme wa amani. Yamkini wako mahali walikoenenda kinyume na wewe Bwana, wakatembelea asili ya wazazi wao Bwana. Sana majira haya Bwana, kawape neema ya kutubu Mungu mfalme wa amani, ili wakapata kwenda kubarikiwa katika maisha yao, ili wakapata kwenda kukuona juu ya familia zao. Ni katika jina lako Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini, na wote tuseme amen. Haleluya watu wa Mungu. Embo tumshangilie Mungu kwa vigelegele na makofi. Barikiwa sana watu wa Mungu.